Thank you, asante sana. Waziri wa Malwa, ndugu yangu na rafiki yangu, party leader wa Munyinyi na Secretary General Dr. Ezeli na delegates wote, mzee wetu hapa Noah, delegates wote wa chama mpya ya Democratic Action Party. Yangu si mengi. Kwanza nataka niseme hongera kwa office bearers wapya, kiongozi mpya wa chama Bwana wa Munyinyi na Dr. Simiyu. Mimi nawajua sana, tumekuwa nao bunge. Ile wakati nilikuwa mbunge term mbili, tulikuwa na Simiyu na wa Munyinyi, na najua sababu tulikuwa naye kwa kamati za bunge, na mjua ni mtu ambaye straightforward leader, na mimi namuelewa vile ameeleza kwamba yeye anataka kukaa pande ya demokrasia, hataki kukaa na wale watu wamehusika kwa mambo yale ya zamani ambao tunajua. Kwa hivyo leo ni siku nzuri, nataka nitoe shukrani kwake kwa kuchukua ushukani wa chama hii, na mimi najua ataendesha hichi chama vizuri. Track record yake inajulikana kutoka wakati wa Mike mpaka sasa. Akona very good track record. I am sure he's going to lead this party very well. Kwa hivyo duty yangu kama gesi wa siku ya leo ni shukrani kwa viongozi wapya na nyinyi nyote delegates ambao mmeunga chama hii mpya mkono. Ya pili, pia nitoe shukrani tena kwenu kwa kubali kuingia kwa azimio la umoja. Hiyo imenifurahisha. Kwa hivyo tuko pamoja sote, kwa sababu hata sisi tuko kwa azimio. Azimio la umoja, unajua imetokana na ile handshake ya President Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga, na hiyo handshake haingekuwa ya bure. Ilileta amani, ikastabilize Kenya, tukaweza kuendelea mbele na maendeleo. Na kama ilifanya hivyo, kwa nini situipeleke mbele? Situipeleke mbele, tuipeleke mbele, tuunde serikali mpya, tuwe tunaongozwa na Raila Amolo Odinga. Kenya iwe moja, si ndio? Kwa nini tuwe na Kenya iko divided? Kila wakati elections division, kila wakati election vita. Lengo la handshake muhimu ni hiyo, kushikanisha Kenya iwe moja, isiwe kuna Wakenya wa nyuma na wa mbele. Tuwe real citizens with equal rights. Na Mheshimiwa Raila hiyo ndiye amepigania miaka mingi, si ndio? Amepigania demokrasia, apigania ungatuzi tukaupata. Sasa wakati wake wa pia kuchukua uongozi umefika, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka tu kwanza tena nitoe hiyo shukrani ya kwamba hii chama mpya iko kwa hiyo movement yetu ya kuelekea kwa serikali mpya tukiwa Kenya moja, tukiongozwa na Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Malengo ya vyama, mnajua lengo ya chama ni kufanya nini? Kutafuta uongozi na kutafuta power, si ndio? Na unaweza tafuta upate yote ama ushie na wengine, si ndio? Sasa lengo ya chama yenu, si ndio? And I'm sure you are going to get it because I'm very confident. Mimi niko confident kabisa ya kwamba azimio la umoja movement itashinda kura hiyo tunaenda.
Kwa hivyo tujipange na tuanze kutafuta kuongeza kura ndio itoshe, si ndio? Kienda Western wapi, nimeona hata watu wajia wako hapa. Nashukuru, tushikane pamoja zote tuweze kuhakikisha kura ya mwaka ujao tumeshinda, na mimi I'm very sure tutashinda hiyo kura. Na kwa nini tunasema tukae kwa Azimio? Number one ni kushikanisha Kenya iwe moja, si ndio? Ya pili ni kuhakikisha zile Wamunyinyi aliongea kuhusu hiyo those dark forces ambazo ziliumiza Kenya. Unakumbuka Kenya iliumia sana when we were under dictatorship. Hatukuumia sisi kwa mlima, tuliumia sana. Sio kama Western mliumia. Sisi tukaumia, masiwa, kahawa, chai yote ikaharibiwa, kilimo ikaisha, cooperative zetu zikaisha. Tuliumia sana. Western mliumia. Sasa kama mliumia, mnataka kuumia tena? Kwa hivyo kura ya mwaka kesho tena, mwaka huu tunaenda, ni kuhakikisha those dark forces asijarudi kwa uongozi. Tunaona simeanza kushikana, na ni vizuri washikane pande hiyo. Washikane pande hiyo, si ndio? Na sisi tushikane pande hii. Tuhakikishe hizo dark forces ambazo zilitumiza miaka mingi asijarudi uongozini. Kwa hivyo tofauti zetu sisi ambao tuko kwa Azimio na wale wengine wako pande ile, tofauti zetu ni ideological, si ndio? Sisi we believe in democracy, we believe in diversity, we believe in accommodation, we believe in tolerance, we believe in inclusion. Wale wengine tunajua what they believe in. Walituonyesha 1992 what they believe in. Walikuwa vijana, tunajaribu kubadilisha Kenya, hao ndio walikuwa wanajaribu kuhakikisha dictatorship imeendelea. Si mnakumbuka ama mmesahau? Na ndio sababu wanakaa wakisema tuseme historia. Kila mkutano wanatuambia tuseme historia. Because ukisema historia utawakumbusha, si ndio? Hawataki kukumbushwa mambo yao. Ndio wanasema hapana, historia tueleze yale utafanya. Ni yapi utafanya bila historia? Mtu akizaliwa leo, kesho mambo yake ni historia, si ndio? Siku ile alizaliwa itakuwa history. Sasa how can you talk about life without talking about history? Philosophy ya wale hawataki historia wanaitangwa nihilists. Those who don't believe in anything. Because if you don't appreciate history, you can't appreciate the present situation. Neither can you be able to appreciate the future, plan for it. So it's history that teaches us what we do today and what we need to do tomorrow. Si ndio? Na historia yao inatueleza wakipawa uongozi zaidi ya ile wamepata saa hii, tunajua watafanya nini. Itakuwa tu kubomoa Kenya kama vile wamemoa hapo zamani na mambo ile nyingine wanafanya. Kwa hivyo kwa kifupi sisi tunasema tuko pamoja nanyi, Democratic Action Party of Kenya. Na mimi napenda hiyo that aspect of action, the action bit of it, because part of our challenges as a country is sometimes lack of action. Na naona majua Eseli alikuwa kwa jeshi
Na watu wa jeshi ni watu wa nini? Si ni watu wa action. So I can identify with that action bit of it. Because jeshi believes in action. So you have a Secretary General ambaye ni mtu wa nini? Wa action. Ni mtu wa action. And what we need in this country as we work together in the Azimio movement is action, acting on many of the challenges that we are facing as a country. Ni kama singesema ile kazi pia tumefanya kwa agriculture pamoja na bwana wa Munyinyi. Mnajua sheria saa hii tumepitisha ile sheria ya sukari, na architect wa hiyo sheria is none other than Mheshimiwa Munyinyi. Mnajua hiyo sheria imepita already National Assembly, na saa hii nafikiri inamaliziwa na Senate, na hiyo sheria itatusaidia sana to turn around the sugar sector. Most of the proposals that were made by the task force na zingine tumeweka hapo. Hiyo sheria itatusaidia sana kubadilisha sekta hiyo ya sukari, wakulima waweze kupata nafuu. I know there is a lot of stories. Tunasikia watu wakisema sekta ya sukari is not viable, sijui mashamba ni mandogo, sijui nini. Mimi nimeingia kwa hiyo wizara na nikajua the sector is viable. People can make money from sugar farming. Tukimalizana na hii mambo ya ufisadi ile yuko huko na dominance ya watu kadhaa kidogo huko, tukistreamline kwa sheria mpya, I am sure that sector can be turned around, and this new law that Mheshimiwa wa Munyinyi spearheaded is going to help us sort out the challenges that are already that are there. In fact, if you look at the statistics, you can see the sector has been growing. Despite the challenges, the sector has been growing. Kitasama kwa, because statistics don't lie. If you look at the statistics, you'll see the growth. The agriculture has been driven by tea and even sugar. They have been growing despite the challenges we have there. So with the new law, I am sure we will be able to turn around this sector and revive the economy of Western Kenya that depends on that very, very, very critical sector. Na najua Azimio tutasema zile points Raila alisema, revival ya agriculture. At the center of that revival of agriculture, the sugar sector is at the center of it. Kwa hivyo mimi sina mengi zaidi ya hayo. Najua mimi naona jua mkaa pande hii ya Western, mnaambiwa huko mlima, tuko wapi, sijui wapi. Msidanganywe na mtu. Mimi nawaeleza tu, mimi najua natoka huko. Msidanganywe na mtu yeyote. Watu wa mlima saa hii wote wanarudi kwa Raila Amolo Odinga. Wote. And by the time we are voting in August, mtashangaa. Watu watashangaa, wale wanafikiria sasa wao ndio wenye mlima. Tunaelewana? Kwa hivyo msiwe na wasiwasi na msiweko wasiwasi. Kaeni hapo tuko, tuende pamoja tuweze kuelekea kule tunaenda. Na kule mlima tena msidanganywe na mtu ati watu wasikilizi President Uhuru Kenyatta. Wanaweza kuwa wamsikilizi na wanampigia kura. Wamempigia kura mara mbili. Sasa ukisikia kelele ya social media na nini, una confuse it with the view of the people on the ground. Watu, the silent majority are with him, and they are waiting for his guidance, which is already given. Simeona akipeana ama hajapeana mwelekeo?
Amepeana mwelekeo, na mwelekeo ni gani?